بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيانا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa letu katika kitabu Muntaka al-Akhbari katika Ijumaa ya leo, Ijumaa ya 3 katika mwezi wa Dhulqaada, sawa na mwezi mosi mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa bakti leo limesadif jambo ambalo hatukutegemea kwamba leo ni mwezi 13 wa muandamo wa hapa, lakini siku tulipoanza darasa hili la kitabu hiki Muntaka al-Akhbar ilikuwa ni hili ni Ijumaa kama ya leo, ilikuwa ni mwezi 13 kama leo. Tulianza darasa hili la kitabu Muntaka al-Akhbar baada ya kumaliza kitabu Bulughul Maram ambacho tulisoma kwa muda miaka 6. Tukafanya hafla kubwa ambayo mgeni rasmi ilikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Kiislamu kijana kutoka Mali. Baadaye tukaanza kitabu hiki Muntaka al-Akhbar. Kwa hiyo tulipoanza Muntaka al-Akhbari ilikuwa ni mwezi 13 kama leo Ijumaa hivi, na katika mwezi huu wa mfungo 4 mwezi huu wa mfungo pili, sawa, mwezi wa mfungo pili katika mwaka 1433 Hijria. Wakati huo katika mwezi wa kizungu ilikuwa 2013. Kwa hiyo kwa miaka 13 au 14 sasa, kwa hesabu ya muandamo wa mwezi muandamo ni miaka 13 tangu kitabu kianze. Lakini huko nyuma kuna Bulughul Maram ambayo ilichukua miaka 6. Kwa hiyo jumla miaka 19. Tupo hapa kwa uwezo wake Allah hadha shanu, tunasoma hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namshukuru hadha shanu kwamba tumemaliza kitabu hicho na hiki tunaendelea nacho. Kama Allah atatupa umri pia tutakimaliza, lakini usomaji wetu ndio huu wa mlango baada mlango, neno baada neno, haturuki kitu sisi. Nimekuwa na utaratibu wa kufundisha vitabu Bulughul Maram. Nimefundisha kwanza kabla kipata, lakini kabla hapo tulianza kitabu cha Umdatul Ahkam kule Tanga miaka mingi sana, nimesahau hata mwaka gani tulianza Umdatul Ahkam tukafitimisha, kisha tukaja Bulughul Maram, tukaingia katika mukhtasar wa kitabu cha Sunani, kitabu cha Sahihi Muslim, lakini hatukumaliza. Tulipohamia Dar es Salaam hapa tukaanza kitabu Umdatul Ahkam tena mara ya pili, msikiti tukipata. Tulipomaliza tukasoma Bulughul Maram, tukafitimisha, tukafanya hafla. Baadaye tukaanza kusoma kitabu Sunan Abi Daud, lakini hatukumaliza hapa. Baada tukaombwa na wenyewe ni msikiti huu, wakatuomba kwamba lazima tushirikiane na wao kuwepo darasa vile vile katika msikiti huu. Kwa hiyo ndio tukapanga, ikawa hapa ni Ijumaa, kule ni Jumamosi. Tukasoma Bulughul Maram tukamaliza, ndio tukaingia kitabu Muntaka al-Akhbar. Kwa nini ninapenda sana mimi kufundisha vitabu hivi? Kwa sababu ni vitabu ambavyo nilipokea naklan, nimevisoma, na kwa vile nilipokea naklan napenda vile vile kuwapokeza wanafunzi wangu naklan, wapokee kwangu kama mimi nilipokea. Nimesoma Umdatul Ahkam kule katika Darul Hadith Madania kwa Sheikh Salih al-Iraqi, kama wa muda huu naona kisha fariki.
wakati huo alikuwa ni mtu mzima, Allah arhamu. Kisha baadaye kasoma kule kuda al-hadith Bulughul Marami kwa Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Shingiti, na vile vile baadaye tukaendelea mpaka Sunan Abi Daud kwa Mustafa Abu ambaye ilikuwa ni Mauritania aliyohamia Madina, na vile vile katika kulia lugha al-arabia Jamia al-Islamia tukasoma Muntakha al-Akhbari hii ambayo nisomesha leo. Sheikh wetu alikuwa ni Mahfudh Faraj, Daktari Mahfudh Faraj rahmatullah alayhi. Tumeona si tuende kwa utaratibu huo. Kwa hiyo nakishukuru kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akanijalia kusoma somo hili la hadithi na kupata nafasi ya kulipenda sana, kuanzia kule katika madrasa ambayo inaitwa Darul Hadith al-Madaniyah mpaka leo ipo, lakini si kama utaratibu ule wa zamani tuliosoma sisi. Lakini kabla hapo Allah alijalia kusoma fiqh kwanza, kasoma Safinatun Najah kwa ustadhi wangu Muallim Munshani Hasan, kanifundisha Safinatun Najah na safina yake Safinatun Swala katika wanafunzi wa Sheikh Ali bin Hamid ambaye yeye ndio Sheikh aliyofundisha Hamid bin Juma ambaye ni marehemu, na Sheikh Muhammad bin Ayub. Baadaye tukasoma al-Muqaddimah al-Hadramiyah na vitabu vinginevyo katika fiqh kwa Sheikh wangu ambaye ni maarufu kwa jina Abu Bakar bin Suleiman, lakini watu wanamjua kwa jina Maalim Jumbe. Alikuwa ni mtaalamu wa madhhabu ya Hanafi, lakini pia alikuwa akifundisha fiqh, tukasoma kwake. Baadaye nikahamia kwa Sheikh Muhammad bin Ayub alionianzisha Minhaju Talibin. Kwa hiyo pale mwanzo nilikuwa sina nguvu sana katika somo la hadithi, wala sikujua umuhimu wake mpaka baada kufika Daru al-Hadithi Madaniyah. Lakini tunashukuru kwamba pia baadhi ya masomo ya hadithi niliyosoma kama vile somo la Mustalah al-Baiquniyah nilisoma kwa Sheikh Abdullah bin Ayub ambaye ni mwanafunzi wa marhum Sheikh Suleiman al-Alawi, alikuwa Unguja kule na al-Warakat. Nilipofika kule nikasoma tena vitabu hivi al-Warakat tena na hii al-Baiquniyah, nikaendelea katika Mustalah na kusoma mpaka Nukhbatul Fikr mpaka Tadrib al-Rawi ambaye alikuwa akisomesha Sheikh wetu mmoja Masri akiitwa Muhammad al-Mahdi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Umar Muhammad Furata, yeye ndio Sheikh Umar Muhammad Falata, yeye ndio aliyesawishi kwamba nirudi katika Darul Hadith kusoma ili baadaye niendeleze masomo mpaka Jamia Islamia. Tumetaka tu hapa kutaja watu